mioyo yetu na imshukuru, tumfurahie, tumpende, tumpe mioyo yetu, atende nasi kulingana na vile hivyo mpango wake. Bwana apewe sifa. Ndugu na dada, last Sunday tulikuwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 5 na tulikuwa tunaangalia kile Musa alikuwa vile Musa alikuwa kinena na wana wa Israeli, na hapa alikuwa akiwapatia zile sheria 10. Alikuwa anawakumbusha kuhusu zile sheria 10 ambazo Bwana alishukisha, na tulikuwa tumefika 18. Ya mwisho tulisoma ni 17, Deuteronomy 5:17. Tulimalizia pale. Kwa hivyo leo tutaendelea kutoka 18 akipeana commandments. Lakini kabla hatujasoma 18, soma tu kutoka 6 mpaka 18 fululizo tu. Tutakuza tu ile ilikuwa imesema hapo mbele, alafu sasa tuendelee kwa 18. Niye mlimike abagai waku ule wakurutire bũrũri wa Misiri nyũmba-inĩ ya ũkombo, ndũkanagĩe na ngai ĩngĩtiganĩrie, ndũkanethondekere mũhianano mwacũhie, kana mũhianĩre wa kĩndũ ona gĩothe gĩ kũrĩa igũrũ, kana wa kĩndũ gĩ gũkũ thĩ, kana wa kĩndũ kĩ maĩ-inĩ marĩa me mũhuro wa thĩ. Ndũkanacinamĩrĩre kana ũcitungatĩre, nĩgũkorwo niĩ Jehova Ngai waku ndĩ Ngai wĩyũire, ngakinyĩria ciana waganu wa maithe nginya rũciaro rwa gatatũ na rwa kana rwa andũ arĩa mathũire, na ngaiguĩra andũ ngiri na ngiri itha o arĩa manyendete na maiguaga maathani makwa. Ndũkanagwete rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai waku na itherũ, nĩgũkorwo Jehova ndakoiga atĩ mũndũ ndehĩtie ũrĩa ũgwetaga rĩĩtwa rĩake na itherũ. Menyagĩrĩra mũthenya wa Thabatũ ũwamũrage, o ta ũrĩa Jehova Ngai waku agwathire. Rutaga wĩra mĩthenya 6 ĩgeka maũndũ maku mothe, no mũthenya wa 7 nĩ Thabatũ ya Jehova Ngai waku. Mũthenya ũcio ndũkanarute wĩra ona ũrĩkũ we mwene, kana mũrũguo kana mwarĩguo, kana ndungata yaku ya mũndũ mũrũme kana ya mũndũ-wa-nja, kana ndegwa yaku kana ndigiri yaku, kana nyamũ ona ĩrĩkũ ya ũhiũ waku, kana mũgeni ũrĩa wĩ gwaku mũciĩ, nĩgetha ndungata yaku ya mũndũ mũrũme ona ya mũndũ-wa-nja onacio ihurũkage o tawe. Ngai waku agĩkũruta kuo na ũndũ wa gwĩka maũndũ ma njara ĩrĩ hinya, ona guoko gũtambũrũkĩtio. Tondũ ũcio Jehova Ngai waku agwathĩte atĩ ũmenyagĩrĩre mũthenya ũcio wa Thabatũ ũwamũrage. Tĩaga ũguo na nyũkwa o ta ũrĩa Jehova Ngai waku agwathire wĩkage, nĩguo matukũ maku maingĩhe, na nĩgetha wonage wega ũrĩ bũrũri ũrĩa ũhetwo nĩ Jehova Ngai waku. Ndũkanoragane ona kana ũtharanie. Ati mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga mfano wa kitu chochote kilichoko mbinguni au kilicho chini ya duniani au kilicho majini chini ya nchi. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana uovu wa baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Usitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Ishike siku ya Sabato uitakase kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwanao wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala ng'ombe yako wala punda wako wala wanyama wako wote wala mgeni aliye ndani ya malango yako, ili mtumwa wako na mjakazi wako wapumzike vile vile kama wewe.
Nawe utakumbuka ya kuwa wewe ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri, na ya kuwa Bwana Mungu wako alikutoa huko kwa mkono wenye nguvu na mkono ulionyooshwa. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wako alikuamuru ushike Sabato. Waheshimu baba yako na mama yako kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru, siku zako zipate kuzidi, nawe upate kufanikiwa katika nchi upewao na Bwana Mungu wako. Usiue. Tulifika hapo 17. Sasa tunaendelea 18. Wala usizini. Unapozini unavunja agano la Mungu katika agano la Mungu. Na tukisoma, hebu ingia tu hapo Matthew 5:27. Soma hapo Mathayo 5:27 mpaka 28. Nimwiguite ati nikweranirwo ndukanatharanie, no niĩ ngũmwĩra ati o mũndũ wothe ũngĩrora mũndũ wanja na amwĩrirĩrie nĩarĩkĩtie gũtharia nake ngoro-inĩ yake. Ati mmesikia kwamba imenenwa usizini, sababu tunaona hata hapa katika sheria imeambiwa usizini. Kwa hivyo uwezi umekatazwa kuzini, lakini Bwana anasema, lakini mimi nawaambia kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Kwa hivyo Kristo anasema hata sio tendo peke yake, lakini mafikira tu imetosha mtu huyo kuwa kwamba amezini na mwanamke huyo. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ameenda nje ya ndoa yake kwa sababu ya kile tu amefikiria. Kutenda kwa matendo ni dhambi. Bwana apewe sifa. Na Yesu anaongezea na kusema hata kufikiria tu, hiyo pia ni dhambi. Umezini already naye moyoni mwako. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo unaweza kuwa umezini lakini hakuna evidence, hakuna chochote kinaoneshana kwamba umezini. Bwana apewe sifa. Lakini kile kimefanyika moyoni, kile kimefanyika mafikirani, hiyo imetosha pia. Kristo anasema mtu kuwa amezini na yule mwanamke. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tunaona command hii, tunaambiwa usizini, usiende nje ya ndoa. Bwana apewe sifa. Hebu soma tena hapo katika Wagalatia 5:19. Wagalatia 5:19. Na rĩrĩ maũndũ maki mwĩrĩ marĩa mekagwo nĩ moyo o wega na mũnemaya, ũmaraya na merirĩria mathũku na ũrathoni na kuhoya mihianano na kurogana na udhu. Ati basi matendo ya mwili ni dhahiri, works of the flesh, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, uwivu, hasira, fitina, faraka, uzushi. Bwana asifiwe. Na inaendelea: usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana kama hayo. Hebu endelea tu mpaka 21. Umarana merirĩria mathũku na ũrathoni na kũhoya mĩhianano na kurogana na udhu na kũgitana na ũiru na marakara na ngarari na kwamũkana na morutani mahĩtanu, ningĩ gũcumĩkĩra na kũrĩo na maruga marĩa mainagĩrwo nyĩmbo itagĩrĩire, ona maũndũ mangĩ ta macio. Naho ha ũhoro wa mũrĩ ngũmwĩra nama, o ta ũrĩa ndamwĩrire nama rĩa mbere, atĩ andũ arĩa mekaga maũndũ ta macio
matikaga ilo uthamaki wa Ngai. Watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo mtu anasema hiyo sijaenda nje ya ndoa, lakini Yesu anasema hata katika mafikira. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuangalie hata kile kilicho ndani yetu, kile kiko hata ndani ya mafikira yetu. Hebu soma tu hapo tena Wakorintho wa kwanza 6, 1 Corinthians 6 9 to 10. Kana hii mutioe ati undu uria andũ arĩa mekaga ũguo nĩ ariũ a ithe wanyu. Kana hii mutioe ati andũ arĩa mekaga ũru gũtirĩ ũngĩgaya ũthamaki wa Ngai. Menyai mũkanaheneka. Ahũri maraya-rĩ, kana ahũri ũhianano kana itharia, kana arĩa metuaga ta aka, kana arũme arĩa magwataga arũme arĩa angĩ, kana aici, kana andũ a ritho iraya, kana arĩa arĩu, kana arumani, ona kana ahanyani-rĩ, acio othe gũtirĩ ũkagaya ũthamaki wa Ngai. Na inyuĩ amwe-rĩ, nĩ ũguo mwatariĩ, no nĩ gũthambio mwathambĩrio, kwamũrwo nĩ mwamũrirwo, mũtuĩke atheru nĩ gũtuo mwatuirwo athingu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesu Kristo, ona nĩ ũndũ wa Roho wa Ngai witũ. Kwa hivyo ati hamjui kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, washerati hawatarithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walaoiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Na baadhi yenu mlikuwa watu namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana yetu Yesu Kristo, katika Roho wa Mungu wetu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tunaona ni dhambi ambayo zinaweza fanya tukose kuona ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Hebu tuendelee. Tusomee 19 pale Deuteronomy. Ona kana oye. Wizi ni kuchukua mali ya mtu mwingine. Wakati umeenda na umechukua mali ya mtu mwingine, tunaambiwa wala usiibe. Sheria zinazidi kusema usiibe, usichukue kile ambacho ni cha mwingine. Bwana asifiwe. Na katika Waefeso 4:28 inanena pia, soma kwa Waefeso 4:28. Mũndũ ũrĩa ũiyaga nĩ atiga gũcoka kũiya, kana arutage wĩra akĩnogagia, ekage na moko make maũndũ marĩa mega, nĩgetha one kĩndũ gĩa kũhe mũndũ ũrĩa ũbataire. Ati muibaji mwenye kuiba, yani muibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo muibaji asiibe tena. Kwa hivyo kama mtu ana tabia ya kuiba, usiibe, wachana na mambo ya wizi. Bwana apewe sifa. Kile cha mwenyewe wachana nacho, kibaki cha mwenyewe. Usiingie katika wizi, kuiba kile ambacho si chako, kuchukua kile ambacho sio chako. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo muibaji anaambiwa asiibe tena. Na hata kumbuka katika Malaki ilifika mahali mpaka tunaambiwa tumemuibia hata Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kuiba tena inakatazwa katika sheria. Hebu tuendelee. 20. Turudi katika Deuteronomy 20. Ona kana oigwere mũndũ ũrĩa ona kana oigĩrĩre mũndũ ũrĩa ũngĩkĩgerio. Kutoa ushahidi wa uongo au kueneza uongo au kudai ama kuwa na madai ya udanganyifu, kuharibu sifa ya mtu mwingine. Tunaambiwa usimshuhudie jirani yako uongo, sababu kuna wengine tena wanaweza nena
uongo juu ya mtu au kushuhudia mtu jambo ambalo si ya kweli ili kuharibia huyo mtu sifa. Bwana asifiwe sifa. Au hata labda ni kotini na unasema amefanya na hakufanya. Kumbuka hata Yesu kulitokea mashahidi wa uongo ambao walitoa ushuhuda wa uongo kuhusu Yesu Kristo. Na tunaona hata katika sheria walikuwa wameambiwa usimshuhudie jirani yako uongo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hii tena imekatazwa. Usiwe mtu wa kusingizia mwingine, usiwe mtu wa kumsengenya mwingine au kuunda mambo ambayo sio ya kweli kuhusu mwingine. Bwana asifiwe. Amen. Hebu soma hapo katika Wakolosai 3. Tisa hadi 10. Tigagai kuhenania na kanua o mundu na uria ungi, kuona ati ni mwaurite mundu uria wa tene ona ciiko ciake, na mukehumba mundu ungi mweru uria weruhagio o nginya agie na umenyo, agakigia na muhianire wa uria wa mumbire. Tumeona sheria vile imesema, na hapa pia katika Wakolosai tunaona tena ati msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake. Tumevua utu wa kale pamoja na matendo yake, mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyeuumba. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo kuambiana hata uongo tuondoe miongoni mwetu. Saa zingine tunaweza kuwa tunasema bila hata kujua, ama inakuwa tu ni jambo ni kama reflex. Kudanganyana ni kitu tu kawaida. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tunaona uongo akina Musa wakiambiwa, tunaona uongo hata hapa katika Wakolosai bado hiyo uongo inakatazwa. Bwana asifiwe. Na katika tena hapo tu katika Kolosai hata kitabu hiyo nyingine ya Waefeso iko tu hapo karibu. Karibu na Wafilipi kwa Waefeso 4:25. Tunaambiwaje kuhusu uongo? Ndio usiori eheriai maheni na mwaranagirie uhoro wa ma o mundu na mundu uria ungi, amu o mundu witu no kiga kia uria ungi. Basi uvueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha wenzake. Kwa hivyo huyo ndugu yako, huyo dada yako ni kiungo chako. Kwa hivyo ukinena naye, nena ukweli na ndugu yako, nena ukweli na dada yako. Kumbuka tena tumeambiwa tumevua utu wa zamani, tumevaa utu mwingine mpya. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hatuna haja ya kurudi kwa yale mambo ambayo tumeshatolewa ndani yake. Kwa hivyo tuvue uongo, tunene kweli kila mtu na jirani yake, maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha mwenzake. Haya. Na hapo John, bado tukiwa tu hapo New Testament, tuende hapo John 8. Hebu tusome John 8 kutoka 44. Tuone kidogo historia ya uongo. Yesu akinena. Hebu soma. Inyuĩ mũrĩ aithe wanyu mũcukani, na maũndũ marĩa ithe wanyu eriragĩria nĩmo mwendaga gwĩka. We arĩ mũũragani kuma o kĩambĩrĩria,
na ndaigana kwĩrũgamania na ũhoro ũrĩa wa ma, nĩgũkorwo ndarĩ na ũhoro wa ma ona hanini ngoro-inĩ yake. Rĩrĩa ekwaria maheni, nĩ ũhoro wa ngoro yake mwene aragia, amu nĩ wa maheni na nowe ithe wamo. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa uongo. Bwana asifiwe. Ukitaka kuwa na identity, Bwana asifiwe, unataka ufanane na nani? Bwana asifiwe sifa. Sababu tunapodanganya, ona yule tunafanana naye. Yule ambaye anaambiwa kwamba tangu mbeleni alikuwa ni muuaji, yeye hana kweli ndani yake, huwa hasimami na kweli, na akinena uongo ni kama yeye ndiye ana-invent yeye uongo, ni yeye. Bwana apewe sifa. Sababu hana ukweli ndani yake. Hebu ulinganisha na Kristo ambaye kila neno ananena ni kweli, kila jambo anakuambia ni kweli. Ukisimama na yale maneno Kristo amekuambia ni kweli. Bwana apewe sifa. Sababu alisema yeye ndio njia, and the way, the truth. Bwana apewe sifa. Akinena ananena kweli, lakini Ibilisi tunaona ndani yake hakuna ukweli. Kwa hivyo hata akizungumza there is no truth. Hata akisimama kuongelesha anataka kuangalia na kudanganye, sababu yeye ni uongo. Bwana apewe sifa. Hakuna kweli ndani yake. Kwa hivyo kati ya Kristo na Ibilisi tunataka tufanane na nani? Bwana asifiwe. Sababu tunapodanganyana, angalia baba wa uongo ni nani. Tunapoongea kweli, hebu tuangalie nani alisema yeye ni kweli. Bwana asifiwe. Heri ndugu na dada, tufanane na Kristo. Tusimpe Ibilisi nafasi katika maisha yetu. Asianze kusema angalia watoto wangu niliowafunza uongo, hata wamekuwa wakali kunishinda. Bwana asifiwe. Sababu kuna watu ambao hawaishi kwa sababu ya uongo, wako very fast, lakini wale wa ukweli wanaogopa kusema ukweli. Bwana apewe sifa. Heri tusimame ndugu na dada na ukweli, ili tuonekane sisi ni wa Kristo, uzao wa Kristo. Bwana asifiwe. Yeye akiwa firstborn, sisi ni wa huo uzao. Lakini huyu mwingine akiwa baba wa uongo, tusionekane tunafanana na yeye, sababu ni kama tunaeneza injili yake ya uongo. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo heri tufuate ya Yesu Kristo. Na ni Kristo anaongea kumhusu, Kristo ambaye anamfahamu. Bwana asifiwe. Na ni kama anaonya watu, sababu anamjua zaidi. Nyinyi mkisema goma, mkisema wachawi, Yesu anajua huyo goma zaidi. Bwana asifiwe. Anajua kule alitoka, anajua historia yake, anajua ni alitupwa kwa sababu gani, anajua ni kwa nini alianguka vile alianguka. Bwana apewe sifa. Anamuelewa. Na ukiona Kristo akikwambia huyo ni baba ya uongo, hakuna ukweli ndani yake, usije ukadanganywa na shetani. Mchawi asikuite mahali ati anakufanyia mambo mazuri, ni uongo, unadanganywa, unategwa. Bwana asifiwe. Hakuna kitu kizuri utapatiwa kwa hiyo ufalme. Ni wewe ni kama vile kuku tukiwa mahindi aangamizwe. Bwana apewe sifa. Hakuna ukweli upande huo. Ukweli uko na Yesu Kristo. Tukiwa katika kanisa, hapa ndio tuko na ukweli. Bwana asifiwe. Tunaposoma Biblia, hapo ndio tunapata ukweli. Hiyo ingine sio ukweli. Bwana apewe sifa. Kuna baba wa uongo ambaye anaeneza uongo. Hebu tuendelee. Tuingie hapa katika Deuteronomy 21. Ona kana usumikire muka wa mundu uria ungi, kana usumikire nyumba ya mundu uria ungi, kana githaka giake, kana ndungata yake ya mundu murume, kana ya mundu wanja, kana ndegwa yake, kana ndigiri yake, kana kindu ona kikia mundu uria ungi. Ati wala usimtamani mke wa jirani yako, wala usitamani nyumba ya jirani yako, wala shamba lake, wala mtumwa wake au wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala kitu chochote alicho nacho jirani yako. Unaambiwa usitamani chochote cha jirani yako. Anything that belongs to your neighbor usitamani. Bwana asifiwe. Usitamani mke wa jirani yako. Usiangalie, na kutamani huku tunaona ni ile kutamani ya kwamba unataka hiwe yako. Bwana apewe sifa.
Hiyo ambayo unaona jirani yako nayo unataka iwe yako. Bwana asifiwe. Unatamani iwe yako. Unatamani ile ambayo Mungu hakukupatia amempa jirani yako. Bwana apewe sifa. Na wewe ndani yako unaanza kuitamani. Na hizi amri zingine tumeona kwamba katika hizo amri unaweza ona mtu akivunja siku ya Sabato. Unaweza ona mtu akiabudu sanamu. Unaweza ona mtu akienda kuzini. Unaweza ona mtu akitenda hayo matendo mengine. Lakini kutamani cha mwingine ni ngumu sana kuona na macho. Bwana asifiwe. Hii ni hii ya mwisho, na ndio komandi ya mwisho. Hii inapotolewa ni kama inanena kuhusu jambo ambayo inaendelea ndani ya watu bila kuonekana. Bwana asifiwe. Hii ni jambo ambayo huwezi iona na macho. Hautaangalia mtu na useme wewe naona unatamani gari ya fulani, wewe unatamani mke wa fulani, wewe unatamani nyumba ya fulani. Hiyo imefichwa ndani ya moyo. Bwana asifiwe. Amen. Ni jambo ambalo ni ngumu sana kuonekana. Inahusu kile kiko ndani ya moyo. Bwana asifiwe. Amen. Hii hata wewe mwenyewe ni kama wewe mwenyewe ujirekebishe, sababu wengine hawawezi jua. Mtu hawezi kuja, unajua unaweza fuata mtu pale useme wewe wacha pombe, wacha uongo, wacha kuua, wacha kufanya hivi. Bwana asifiwe. Wakati mwingi tunaona hata watu wanaenda kwa TV wanasema watu wameuawa mahali fulani, wanateta sababu inaonekana na macho. Lakini kutamani kilicho cha jirani yako ni ngumu sana kuonekana. Bwana asifiwe. Hii ni shida ambayo iko ndani ya mioyo ya watu. Ni jambo ambalo imenyamazia ndani. Huwezi jua isipokuwa Bwana akufunulie, akuambie moyo wa fulani iko hivi, moyo wa huyu iko hivi. Hii ndio jambo anapigana nayo. Bwana apewe sifa. Ako na kutamani ya mwenyewe, ako na kutamani kitu ambacho si chake. Bwana apewe sifa. Mwanzo ni kutamani. Na ukishaanza kutamani, kwanza unakuwa na mawazo, unaanza kutamani, na baada ya hiyo you will act. Bwana asifiwe. Utatenda hiyo jambo ambayo sio nzuri, kile ambacho unaona unakitamani, na mwishowe utakifuata. Bwana apewe sifa. Tamaa mbaya ambayo itafanya uwe na maamuzi mabaya alafu uchukue hatua ambayo sio nzuri. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hiyo ni jambo ambalo inafaa kuondoka ndani. Mmeenda hata mmetembea kwa mtu, mmetoka umeenda kwake, mmerudi nyumbani, hiyo fridge na kusumbua. Umeona kitu kule. Maono hata kuna wakati chakula iliacha kuwa tamu sababu umeona hiyo fridge. Kwa nini bwana yako hajakuletea hiyo? Yaani ni kama kama huyo uko nayo, na vile unamjua kazi yake sio kama yako. Wewe unaona ni kama uko juu zaidi yake, na yeye akona kitu kikubwa kukuliko. Bwana asifiwe. Amen. Ama mtu uko na nyumba na wewe hauna, lakini wewe unaona ni kama wewe ndio una deserve zaidi yake. Bwana asifiwe. Unaangalia ile iliyo yake, unaanza kuitamani. Bwana asifiwe. Na ni ugonjwa ambayo haiishi. Bwana asifiwe. Unaweza sema labda ukipewa utafurahi, lakini kama hiyo iko ndani yako haitakwisha sababu umepokezwa. Bwana asifiwe. Unajua unaweza angalia mtu utamani huyu ako na nyumba ama huyu ako na gari. Na mwingine labda ukiona naye ako na gari kubwa kukuliko uanze kutamani hiyo. Bwana asifiwe. Hata ukipewa hiyo gari kubwa, je ukisikia kuhusu yule mwingine ambayo yeye si gari anaringa nayo, yeye ako na meli. Bwana asifiwe. Meli ambayo ni bei gari zaidi kuliko gari. Bwana asifiwe. Au usikie kuhusu mwingine naye ako na meli 1000, sababu unajua kuna familia fulani huwa na meli karibu 1000. Wako tu dunia hii tunaishi pamoja nao. Bwana asifiwe. Ya kubeba mizigo kupeleka kule na kule. Naye tena kuna mtu mwingine tena ametengeza pesa mingi, yuko na matrilioni ya pesa ya madola. Bwana apewe sifa. Naye ukienda kwake unaweza fikiria yeye ndiye ako na furaha zaidi. Na anapozungumziwa hata wakati anahojiwa katika habari utasikia akisema anaenzi wasomi, watu ambao wamesoma wako na hekima. Hata anatamani wangekuwa kwa kampuni zake wasaidie iende juu zaidi. Na yeye mwenyewe ako na matrilioni ya pesa. Mali yake yote ni kama matrilioni. Bwana apewe sifa. Inasemekana anaweza lipia Kenya deni na bado watu wote wabaki na pesa. Bwana apewe sifa. Na bado yeye akizungumziwa, uangalia matajiri wengine, anasema anaona wao wakiwa na amani zaidi na wakiwa na furaha zaidi kumliko.
Bwana asifiwe. Nao ni mtu ako na pesa zaidi, lakini kuna pressure, kuna shinikizo kubwa ya kujaribu kubaki juu ambayo haimpi amani maishani mwake. Bwana asifiwe. Anakosa kuwa na amani. So hii ni kama shimo ambayo haiwezi kuifeel. Sio mama utapewa ati uwe na nyingi, sababu ukienda kwa ule mtu unasema ati ndio tajiri zaidi, bado kuna ile anatamani. Bwana asifiwe. Amen. Hakuna kuridhika. Hii ni kama hali ya kutoridhika na kile ambacho Mungu amekupokeza. You are not satisfied na kile Bwana amekupatia. Unaangalia ya mwingine unaona ndio bora zaidi. Bwana asifiwe. Badala ukiingia kwa nyumba yako, shukuru uko na mahali pa kujisitiri jua. Bwana asifiwe. Mahali ambapo hata kukinyesha unaweza jificha pale. Shukuru uko na maji ya kunywa, uko na chakula ya kula. Uko na mahali ambapo unaweza keti na upumzike, kesho uamke uende kazi yako. Bwana asifiwe. Furahi kwa kuwa uko na Mungu kwa upande wako. Lakini wengi utapata kwamba hii jambo ikiwa ndani ya moyo yao inakuwa ni ngumu sana wao kufunction vizuri. Hii ni tamaa mbaya. Kutamani kile ambacho ni cha mwenzako. Bwana apewe sifa. Ukimkumbuka Daudi akiwa pale na akaona Bathsheba, Bwana apewe sifa. Kumbuka Akan, wakati walikatazwa kuhusu kuchukua dhahabu na akaenda akachukua. Judasi, kumbuka Eve, Bwana apewe sifa. Ndugu na dada, tuchunge mioyo yetu. Hii dhambi ni hatari na inaweza kuwa mtu ana suffer from this na hawezi jua. Mnacheka na yeye mnapiga high five, lakini ndani yake anaumia. Bwana asifiwe. Kuna jambo inamsumbua. Ako na tamaa mbaya ya vitu vya watu wengine. Bwana asifiwe. Hii ni kitu ambacho mtu anafaa kujirudia. Unaenda unaambia Bwana akuondolee. Bwana apewe sifa. Hebu soma hapo Hebrew 13:5-6. Wahibrania kumi na 13:5-6. Mikarire-inĩ yanyu rĩ, ikaragai mũtegũkorokera mbia na mũiganago nĩ indo iria mwenacio, amu Ngai we mwene nĩoigĩte atĩrĩ, ndirĩ hĩndĩ ngagũtigĩrĩra kana ndigane nawe ona atĩa. Msiwe na tabia ya kupenda fedha, muwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Bwana asifiwe. Hebu tufurahie, Mungu hajatuacha. Mungu hatatuacha. Mungu yuko karibu nasi. Bwana asifiwe. Kile chote amekupokeza, tosheka na ile amekupatia. Muitishe ndio, lakini tosheka, usiwe na tamaa ya mambo mengine. Bwana apewe sifa. Na tunapoangalia hii sheria ya Bwana, tunaona inaleta mambo mengi. Tukianza kuangalia from the first command, wakati tunaanza kwenda through commandments hizo, hii sheria iko na jambo ambayo inatenda ndani ya mwanadamu. Unaposoma hizi sheria ambazo Musa alipatiwa, kuna mambo ambayo inatenda ndani yetu. Unapata kwamba mtu ambaye alikuwa amesimama, amejiamini ndani yake, mimi ni mtakatifu. But the moment you start looking kwa hizi sheria, ndio unagundua ya kwamba hata na wewe umeanguka. Bwana asifiwe. Amen. Ndio unaangalia unapata kwamba hata mimi niko pale. Bwana apewe sifa. Na umekuwa ukijiamini miaka mingi, umekuwa ukijiamini kama mtu mtakatifu. But wakati tunasoma hizi sheria, ndio tunaanza kugundua hata mimi niko pale. Bwana apewe sifa. Na ndivyo tunaona hata Paulo. Hebu soma hapo katika Romans 7:7. Tuone kile Paul aligundua. Warumi 7:7. Gwakĩhana ũguo rĩ, tũkiuge atĩa? Githĩ watho nĩ ũndũ ũmwe wa wĩhia? Kũroaga gũtuĩka ũguo. No rĩrĩ, thengia watho rĩ, ndingĩamenyire ũhoro wa wĩhia, amu gũcumĩkĩra ndingĩakĩmenyire ũhoro wakuo thengia wothe woigire, ũkanacumĩkĩra kĩndũ kĩene.
Ndukanacukire kindu kiene. Ndewe hia tondu wa gukiona kamweke ni undu wa riathani riu ugigithugunda ucumikiri wa mithemba yothe thiini wako amu gutari watho ri wihia nota muku. Ati tusemeje basi? Torati ni dhambi? Hasha! Walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria, kwa kuwa singalijua kutamani. Kama Torati isingalisema usitamani. Bwana asifiwe. Endelea tu mpaka 11. Kwĩhingo niĩ ndarĩ muoyo itamenyete watho, no rĩrĩa rĩathani rĩokire ũhoro ũcio wa wĩhia ũkĩriũka. No niĩ-rĩ, hĩndĩ ĩyo nĩ gũkua ndakuire, narĩo rĩathani-rĩ no rĩu rĩarĩ rĩa gũtũma mũndũ atũũre muoyo. Ngĩkora nĩ rĩa gũtũma akue, amu ũhoro wa wĩhia tondũ wa kuona kamweke nĩ ũndũ wa rĩathani rĩu nĩ kũhenia wahenirie ũkĩnjũraga narĩo. Singalitambua dhambi ila kwa sheria, kwa kuwa singalijua kutamani. Kama Torati isingalisema usitamani. Lakini dhambi ilipata nafasi ile kwa ile amri, ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani. Kwa maana dhambi bila sheria imekufa. Nami nalikuwa hai hapo kwanza bila sheria, ila ilipokuja ile amri dhambi ilihuika, nami nikafa. Nikaona ile amri iletayo uzima, ya kuwa kwangu mimi ilileta mauti. Kwa maana dhambi kwa kupata nafasi kwa ile amri ilinidanganya, kwa hiyo ikaniua. Bwana apewe sifa. So tunaona hata Paulo anasema hangejua kuna dhambi kama kutamani. Bwana asifiwe. Isipokuwa aangalie kwa sheria. Meaning without kuangalia sheria utaishi na hautajua dhambi ni nini. Bwana asifiwe. Hautajua kutenda dhambi ni nini. So yeye mwenyewe alipoangalia akaona pia kutamani ni dhambi. Bwana apewe sifa. Na hata ndani yake, kwa hiyo kuna jambo ilibidi aondoe pia ndani yake, sababu hakujua hata hii ni dhambi. Bwana apewe sifa. Isipokuwa asome pale kwa sheria. Kwa hivyo sheria inafichua, inatuonyesha ya kwamba mwanadamu kama mwanadamu hakuna vile unaweza baki ukiwa mtakatifu kwa juhudi zako mwenyewe. Bwana asifiwe. With your own effort hakuna vile unaweza baki ati wewe ni mtakatifu, because ukienda ukiangalia unapata umeanguka. Ukienda ukiangalia hakuna wakati unaenda pale na kupata 100%. Bwana apewe sifa. Wakati wote inatufichua, inaonyesha kwamba sisi wenyewe hatuwezi. Bwana asifiwe. Hiyo ndio standard ya Mungu. Mtu wote anatembea, hata wale utembea Sunday wamebeba Biblia na anaonekana ndio mtakatifu sana kuliko wengine, still akiingia kwa sheria atajipata yeye pia ni mtenda dhambi. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kwa juhudi zetu wenyewe hatuwezi kujiondolea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hii inatuelekeza kwake Yesu Kristo, sababu tunapoingia kwa Kristo yeye huponya, hutoa msamaha, na bado yeye ndio kubadilisha mioyo yetu kupitia Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Through Jesus tukienda kwake tutasamehewa, tutaondolewa dhambi, tutakuwa wa kutakasishwa. Bwana apewe sifa. Lakini kwa juhudi zetu hatuwezi. Kwa sheria tu, kile sheria itafanya uchunguzi na kufunua kwamba wewe uko na hatia. Bwana asifiwe. Itafichua moyo wako wewe mtenda dhambi. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hii sheria tunapoiangalia tunaona standard ya Mungu iko juu na sisi tuko chini. Bwana asifiwe. Kufika yani ni kama inakuonyesha this is what God expects. Na wewe ukijilinganisha naye unaona umeanguka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo there is need ya kuokolewa. Kuna hitaji ya mwokozi. Mtu aje akushike, akuwezeshe kusimama vyema machoni pa Mungu. Bwana asifiwe. Na ndio Kristo alikuja kufanya vile. Bwana asifiwe. That is why it's so important sisi kuokoka na kuingia kufuata Bwana Mungu wetu kupitia mwanawe Yesu Kristo. Bwana asifiwe.
na ile jambo ambayo alitenda pale msalabani. Nguvu zetu haziwezi zikatuondolea. Every time you look at the law, unaona nimefeli. Unasema nimefanya hizi, lakini hiyo moja umeanguka, inafanya uanguke kwa zote. Wanasifiwa. Kwa hivyo kuna hitaji ya mkombozi. Hebu tuingie hapo katika Philippians. Wafilipi 4:11 mpaka 13. No ti horo wa wagi kwaria nigukorwo nindituite kuiganago ni maundu maria ndinamo, nimenyerete guikara ndi mukiaru na ngamenyera guikara ndi mutongu. Undu guothe ona maundu-ini mothe nindutitwo kuhuna ona kuhuta, na ningi gutoka ona kwaga. Nihotaga gwika maundu mothe na undu wake we uria uheaga hinya. Ati hali si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyonayo. Najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Bwana apewe sifa. Paulo akinena. Kwa hivyo hata katika mali, wakati amekosa, awe nayo awe ako nayo ama hana, ameshiba ama hajashiba, Bwana apewe sifa. Ameelewa nani kumtia nguvu. Bwana apewe sifa. Nasi pia tutembee vile tunapokuwa ndani yake Yesu Kristo. Kwa hivyo tunaona hii yote commandments zimetolewa. Na katika hizi sheria zote ambazo zilitolewa, Kristo aliulizwa swali. Ingia hapo Mathayo 22. Mathayo 22 hapo 35. Matthew 22:35 to 40. Tusome. Na umwe wao we murutani wao na mawatho akimuria atiri, niguo umugerie murutani rĩathani rĩrĩa inene watho-inĩ rĩrĩkũ? Ebu nirudie. Na umwe wao we murutani wa watho wa mawatho akimuria atiri, niguo amugerie murutani rĩathani rĩrĩa inene watho-inĩ nĩ rĩrĩkũ? Nake akimucokeria atiri, enda Mwathani Ngai waku na ngoro yaku yothe na muoyo waku wothe na gwĩciria gwaku guothe. Rĩu nĩrĩo rĩathani rĩrĩa inene na rĩa mbere. Narĩo rĩa kerĩ rĩhana o ta rĩu, na rĩrĩ, enda mũndũ ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa wĩyendete we mwene. Maathani macio merĩ nĩmo gaturũ ka watho wothe, ona ka mohoro mothe ma anabii. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza Yesu akimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Yaani ni amri gani the most important, ama ile kubwa zaidi? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Bwana asifiwe. Amen. Only two things. Penda Mungu wako na mpende jirani yako. Bwana apewe sifa. Ili tunaweza kupenda Mungu na mioyo yetu yote, akili zetu zote,
nguvu zetu zote, ikiwa tunaweza mpenda Mungu na ikiwa tunaweza penda pia jirani kama vile tunavyojipenda, Bwana asifiwe, basi hii sheria zote na torati tutakuwa tumezipenda. Bwana asifiwe. Sababu ukimpenda ndugu yako, hakuna jambo baya utamtendea. Ukimpenda Mungu wako, hautaabudu miungu mingine. Bwana asifiwe. Na utatii kila jambo anakuambia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Kristo akasema mpende Mungu wako. Na kisha tena ya pili ni kama hiyo, mpende jirani yako. When we do this, tutakuwa tumetimiza yote ambayo iko pale katika sheria. Kwa hivyo upendo ni kama in all this, penda Mungu. Katika hii yote, penda jirani, yule ambaye ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Have love in your heart. Sababu kuna wengi utapata bila upendo kujaribu kuchenga sheria. As long as hajashikwa, as long as hajaonekana, mtu kama huyo hana upendo ndani yake. Kuna mtu mwingine hata akija kanisa anakuja ndio kufunga watu macho, akae ni kama bado tuko na nyinyi. But hayuko. Upendo hayuko ndani yake. Bwana asifiwe. Kuna mwingine tena, it is only wakati mnaonana uso kwa uso ana smile, lakini akitoka hapo hana hiyo smile. Kwa hivyo upendo haiko ndani yake. Bwana asifiwe. So Mungu anaelewa kwamba there is a lot of acting inaendelea kati ya watu. Mwanadamu wanaweza kuact, wakae ni kama wao wako vile. Na unaona kuna wakati Yesu alisema wamekaa kama whitewashed graves. Ndani kuna mili ambayo imeshaoza kule, lakini huku juu imepakwa rangi, inakaa ni safi. Bwana asifiwe. Tuelewe ya kwamba mabadiliko yetu wacheni iwe from inside coming out. Bwana asifiwe. Kama ni utakatifu, wache ianze ndani ya mioyo yetu, sio kwa nyuso zetu, because we can smile. Tunaweza kaa ni kama sisi ni wasafi, watakatifu. Tunaweza kaa ni kama hata tunapenda mambo ya Mungu na hatupendi. Bwana asifiwe. Kuna mwingine labda hata katika mambo ya Mungu anaweza angalia, hii inanipotezea wakati. Mwingine hata ndugu yake au dada yake anaona ni kama hafai. Bwana asifiwe. Kuna chuki, kuna wivu, kuna kutamani kile ambacho ni cha mwingine, but hapa nje hatuioni. Bwana asifiwe. So can we, kutoka ndani ya mioyo yetu, wacheni tuwe na upendo. If it's God, can we love God with all our hearts? Na mioyo yetu yote, ujitolee kabisa. Kama ni mambo ya Mungu, nimejitolea. Angalia watu kama akina Ananias, wakienda kudanganyana pale mbele ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Isiwe hivyo ndani ya mioyo yetu. Mahali unatoka unaenda, kuwa authentic, kuwa real. Bwana apewe sifa. Na hiyo sio kitu ambacho mtu mwingine atakuja kupime ajue uko ati wewe uko 70, mwingine uko 80%. Hatuwezi jua. Bwana asifiwe. Ni wewe ile utajua ukiwa pale peke yako unapoomba Mungu. Ukiwa peke yako unatembea ukienda nyumbani. Wiki hiyo yote yale mambo unapitia, wewe ndio unajua nini iko moyoni mwako. Do I love God with all my heart? Bwana asifiwe. Ninampenda Mungu je na moyo wangu wote? Je, ninapenda jirani yangu? Na kuna test nyingi si kujia na tujui, wengine huwa tumeanguka wiki nzima. Bwana asifiwe. Kuna wengine wetu hata yale maneno tumetusi mtu pale, tukiingia kanisani wakati una praise, hata tukiangalia kando wasema ai leo tumejazwa, watumishi wako hapo wamejazwa na Roho wa Mungu. Bwana asifiwe. But pale nje maneno ile tunazungumza it's different. Inaonyesha there is no love for our neighbors. Bwana asifiwe. Hatuna upendo hata wa Mungu na mambo ya Mungu. Kuna wengine hata huenda zaidi na kunena negative kuhusu mambo ya Mungu, lakini bado ukimwangalia na smile. Ni kama vile mtu upigwa picha. Unajua hata hizi watu wako serious, na ukichukua kamera watu wana smile. Ndio mtu atokee kama hivi, ndio tunakaa mbele za Mungu. We want to take that smile. Ukifanya hivi, but saa nyingine kuna jambo ambalo sio ya Mungu ndani. Bwana asifiwe. Bado ukiona kamera una smile. Bwana asifiwe. Tusiwe vile ndugu na dada. Wacheni tuwe real kutoka ndani yetu. Na ndio unaona Yesu anaulizwa ni amri gani? Anaambia penda Mungu wako with all your heart. Penda jirani yako. If you do those two things, basi umetimiza hiyo yote. Hata hakuna haja ya kukimbizwa. Musa hata akiwa pale hata kukimbiza. Hata sema umeanguka hapa na pale, because somehow kuna reset button ndani yako. Unajua hivi umependa Mungu, kuna vile hautaondoka kwa njia zake. Kuna vile utakuwa ukirudi, hata ukiteleza bado unajirudisha pale, because your love is for God. Bwana asifiwe. Angalia mtu kama Daudi. Daudi si ati ndio mtu mtakatifu katika Biblia, but huyo mtu alipenda Mungu. Hata kule alianguka alikuwa anarudi. Alikuwa anarudi pale mpaka anaambia Mungu, wewe nipige usiache adui anipige.
Bwana asifiwe. Ameteleza, ameanguka, but he still came back to God. Bwana asifiwe. He loved God. Mpaka Mungu anasema a man after my own heart. Bwana asifiwe. Si ati ndio mtakatifu. Tunaposoma Biblia, huyu sio ule mtu ati mtakatifu. Bwana asifiwe. But Bwana alimpenda. Naye alipenda Bwana. Angalia mfalme ambaye anaandika hizi zaburi zote. Bwana asifiwe. Tunaona moyo wa Daudi wakati anaandika hizi zaburi, jinsi anavyompenda Bwana, vile anamwamini Mungu, vile anamtegemea Mungu wake. Bwana asifiwe. And yet ni mfalme. Bwana asifiwe. Hebu ndani yetu akiangalia aseme victory is a church after my own heart. Bwana asifiwe. Hawa wana victory ni watu hakika wananipenda, wananitafuta. Bwana asifiwe. Hebu tuikie sasa hapo Deuteronomy 22. Kumbukumbu la Torati bado hapo, twende hapo 5:22. Mahoro macio nĩ mo Jehova aririe akĩra ũngano wanyu wothe kĩrĩma-inĩ kĩu arĩ mwaki-inĩ thĩinĩ, ona itu-inĩ, ona nduma-inĩ ndumanu mũno, anĩrĩire na mũgambo mũnene mũno na ndaigana gũcoka kũmongerera. Akĩmandĩka ihengere-inĩ igĩrĩ cia mahiga, akĩnengera na gũgĩkinya atĩ rĩrĩa mwaiguire mũgambo ũkiuma nduma-inĩ ĩyo, o hĩndĩ ĩrĩa kĩrĩma gĩakanaga mwaki, mũgĩokoka hakuhĩ naniĩ, anene othe ona mĩhĩrĩga yanyu ona athuri yanyu, mũkiuga ũũ, atĩrĩrĩ, Jehova Ngai witũ nĩatuonetie riri wake ona ũnene wake, na tũtiguĩte mũgambo wake, na nĩtũiguĩte mũgambo wake ũkiuma mwaki-inĩ thĩinĩ. Ũmũthĩ nĩtweyonera atĩ Ngai nĩaragia na mũndũ na agatũũra muoyo, na rĩrĩ rĩu tũgũgĩcoka gũkua nĩ ũndũ kĩ? Tondũ mwaki ũyũ mũnene ũũ nĩ ũgũtũnina. Tũngĩgĩcoka kũigua mũgambo wa Jehova Ngai witũ hĩndĩ ĩngĩ-rĩ, no tũkue. Nĩ mũndũ ũrĩkũ thĩinĩ wa andũ othe ũrĩa waigua mũgambo wa Ngai ũrĩa wĩ muoyo, ũrĩ waigua nĩ mũndũ ũrĩkũ thĩinĩ wa andũ othe ũrĩ waigua mũgambo wa Ngai ũrĩa wĩ muoyo ũkĩaria umĩte mwaki-inĩ thĩinĩ ta ũguo ithuĩ tũiguĩte, na agatũũra muoyo? Thiathia hakuhĩ arĩ we ũigue maũndũ mothe marĩa Jehova Ngai witũ ekuga, nawe ũcoke ũtwĩre maũndũ mothe marĩa Jehova Ngai witũ egũkwĩra, na ithuĩ nĩtũkũmaigua na nĩtũrĩmekaga. Ati haya ndiyo maneno ambayo Bwana aliwaambia mkutano wenu wote mlimani kwa siku kuu toka kati ya moto na wingu. Anazidi kuambia kwamba hivyo ndivyo Bwana alizungumza na mkutano kutoka kwa moto na wingu na giza kuu, wala hakuongeza neno. Akayaandika juu ya mbao mbili za mawe. Kwa hivyo hizo sheria zikaandikwa juu ya mbao mbili za mawe, 1 mpaka fulani kuendelea, hivyo zikaandikwa kwa mbao mbili za mawe. Hizo sheria zote Bwana ndiye aliandika, akayaandika juu ya mbao mbili za mawe, akanipa. Ikawa mliposikia sauti ile toka kati ya giza, na wakati huo mlima ule ulikuwa ukiwaka moto, basi mkanikaribia, naam, wakuu wote wa kabila zenu na wazee wenu, mkasema, tazama, Bwana Mungu wetu ametuonyesha utukufu wake na ukuu wake, nasi tunasikia sauti yake toka kati ya moto. We have heard God's voice katikati ya moto. Tumesikia sauti yake kati ya moto. Mmeona leo ya kuwa Mungu husema na wanadamu, naye akaishi. Sasa basi, mbona tufe? Maana moto huu mkubwa utatuteketeza tukiisikia tena sauti ya Bwana Mungu wetu
tutakufa. They were afraid. Bwana asifiwe. Waliogopa hiyo giza, hiyo kutetemeka, kusikia hata Mungu akizungumza nao. Na sasa wanasema hiyo moto itawaangamiza, wakisikia tena sauti ya Bwana watakufa. Maana katika wote wenye mwili ni nani aliyesikia sauti ya Mungu aliye hai akisema toka kati ya moto kama vile sisi asife? Bwana asifiwe. Hebu imagine wanaongea na Musa wakimwambia vile. Ati ni nani ameshasikia sauti ya Mungu? The way we've heard. Vile sisi tumesikia sauti yake. Ni nani mwingine amesikia sauti yake na asikufe? Bwana apewe sifa. Yaani wakaihesabia kwamba ni jambo very strange, wamesikia sauti ya Mungu na bado wako hai. Mungu amezungumza nao kutoka kwa hiyo moto, wamesikia sauti. Sauti ikiwaambia I am God. Bwana apewe sifa. Sauti ikiwaambia hizi sheria, na wamesikia sauti ya Mungu ikinena nao na hawakufa, bado wako hai. Kumbuka ilikuwa ni jambo la kutisha, sababu before that Mose alikuwa amewaambia msikaribie mlima wala msiguse mlima huu. Mkiugusa mnyama au mwanadamu akikaribia kujaribu kwenda kuchungulia atakufa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo walijua ni hatari sana, hivyo Bwana ameshuka karibu nao. Nao wanaenda kumwambia Musa, hakika tutakufa akizungumza nasi tena. Wanaogopa hata hiyo moto ambayo wanaona. Na wanauliza ni nani mwingine? Ati katika wote wenye mwili nani aliyesikia sauti ya Mungu aliye hai akisema toka kati ya moto kama vile sisi asife? Enenda karibu wewe, wanaambia Musa, wewe enda karibu, you go. Wewe karibia Mungu. Enda karibu wewe ukasikie yote atakayoyasema Bwana. Yote atakayoyasema Bwana Mungu wetu. Ukatuambie yote atakayokuambia Bwana Mungu wetu, nasi tutayasikia na kuyatenda. Bwana asifiwe. Sasa sababu ya hivyo kuogopa, wanamuomba Musa yeye aende. Musa awe mpatanishi. Wewe Musa enda uongee na yeye, sisi tutakufa tukisikia sauti yake. Lakini wewe enda karibu. Enda umuongeleshe wewe. Kile atakuambia njoo utuambie, nasi tutatenda vile amesema. Bwana asifiwe. We shall do what God says. Lakini asituzungumzie. Bwana asifiwe. Asituzungumzie. Na ukifikiria vile watu wengi wameenda guruga watu eti wanangoja waongeleshwe na Mungu. Hawa wanakataa kuzungumziwa. Wamesikia hiyo sauti imewatisha, wameogopa. Bwana asifiwe. Kuna uoga na nia, wanaona watakufa akizidi kunena na wao. Because hii ni utakatifu umeshuka kati ya wanadamu ambao ni watenda dhambi. Yesu hajawatakasa bado. Bwana apewe sifa. Na akishuka pale karibu, of course hao watu walikuwa wanatetemeka. Utukufu wake Bwana, nguvu zake zimeshuka. Wanaambia Musa, enda uongee na yeye. Kile atakuambia, whatever amekuambia, wewe tuambie. Tusikie kutoka kwako. Gaya ugatia. Hiyo ndiye amesema tutafanya. Bwana asifiwe. Tutatenda, lakini tafadhali Mungu asituongeleshe. Asifungue kinywa chake tena. Sababu akifungua kinywa chake waliona kwamba hakika watakufa. Bwana asifiwe. Na tunaona watu ambao hakika hapa wamemuogopa Mungu. Hapa wamenyenyekea. Hapa hata wanaomba Musa azungumze. Bwana apewe sifa. Hebu tuingie hapo Deuteronomy 5:28. Nake Jehova agĩkĩigua uge wa ciugo icio cianyu hĩndĩ ĩrĩa mwaririe nani, nake Jehova akĩnjĩra atĩrĩ, nĩnjiguĩte uge wa ciugo iria andũ aya moigĩte, o icio makwĩrĩte. Na rĩrĩ, ndeto icio ciothe moigĩte-rĩ nĩ njega. Naye Bwana akasikia sauti ya maneno yenu mlioniambia. Bwana akaniambia, nimesikia sauti ya maneno ya watu hawa waliokuambia, wakasema wamesema vyema yote waliosema. Bwana asifiwe. Yaani Bwana, kwa hivyo hii wakati wote wanaongea na Musa, wakiambia Musa wewe enda, Bwana alikuwa anawasikia. Bwana asifiwe. Huyu Bwana ambaye ameshuka katikati yao alikuwa anawasikiliza. Kwa hivyo Bwana huwa hatusikii pekee wakati tu tumeenda kuomba, hata wakati tuko katika conversation zetu. Tunapozungumziana, hata hapa tunapotoka,
Before tuende mazungumzo yale tuko nayo, Bwana huwa anatusikia. Bwana asifiwe. Sababu alisikia kile wanaambia Musa. Kumbuka sio maombi wanaomba Mungu, ni Musa wanazungumzia wakimwambia enda uongee. Lakini Bwana anaambia, naye Bwana alisikia sauti ya maneno yenu mlioniambia. Bwana akaniambia, nimesikia sauti ya maneno ya watu hawa walio kuambia. Wamesema vyema yote waliosema. Lakini kusoma 29. Na rikorwo thĩinĩ wao kwagĩa ngoro ya mũthemba ta ũcio wa gũtũma meĩndigagĩre na matũũre marũmĩtie maathani makwa mothe hĩndĩ ciothe, nĩguo matũũre monaga wega o ene na ciana ciao tene na tene. Laiti wangekuwa na moyo kama huu ndani yao siku zote, wa kunicha na kushika amri zangu zote siku zote, wapate kufanikiwa wao na watoto wao milele. Ukisikia jambo hii Bwana akinena, inakufanya usikie huzuni. Bwana asifiwe. Ati kwamba ndio wanazungumza hivi na Bwana anasikia maneno yao, but hata kama wamenena vyema, but ni kama kuna there's a bit of, sio kama niite sadness Mungu akizungumza, sababu anasema laiti wangekuwa hivyo. Bwana asifiwe. Laiti wangekuwa na moyo kama huu ndani yao siku zote. Bwana asifiwe. Hakuangalia ni kama watu sasa wameokoka watakuwa takatifu miaka yao yote. Anasema laiti wangekuwa hivyo siku zote. Bwana asifiwe. Because hawakukaa vile. Bwana apewe sifa. Haikuwa long after Aaron alikuwa pale wakitengeneza sanamu. Bwana asifiwe. Na ukikumbuka haya maneno ambayo wamesema, na bado Aaron yuko pale alitengeza sanamu. Bwana asifiwe. Na akasema kwamba yeye mmoja dhahabu ikatoka tu hiyo damu. Bwana apewe sifa. Imagine wanasema hivi, lakini Bwana anaangalia ni kama huruma fulani. I wish hivyo wanazungumza ndio watakuwa hivi all the days. Bwana asifiwe. Mungu anataka mabadiliko ya ndani, sio tu midomo vile tunasema. Because tunaweza sema maneno matamu sana. We can declare very good things. Tumesimama mbele za Mungu. Hata vile tumeshaisikia hata hapo ushuhuda mtu akisema, vile Bwana amenitendea, sasa sitakosa hivi, nitakuwa nikifanya hivi. Na the same people wanasema tuko nao wengine. Hiyo ikapotea. But at that hit of the moment mtu anasema, Bwana asifiwe. Mambo ambayo hata Bwana akisikia ina sound vizuri, but mioyo yao haiko hapo. Bwana asifiwe. Huyu mtu hatatimiza kile amesema. Na Bwana anaangalia anasema, laiti wangekuwa na moyo kama huu ndani yao siku zote, wa kunicha, fearing me, na kushika amri zangu zote siku zote. Na Bwana anasema laiti wangekuwa hivi. Kwa nini? Sababu kama watamsikia sauti yake na watamuogopa Mungu, anasema wapate kufanikiwa wao na watoto wao milele. Kwa hivyo it's not even, in fact kuogopa Mungu ingewasaidia wao wenyewe Israeli. Bwana asifiwe. Sababu kama watamuogopa Mungu, kama watashika sheria zake, hivyo wanasema watafanya, basi wao na watoto wao milele watakaa hali wamebarikiwa. Bwana asifiwe. I wish wangekaa hivyo wanasema, because watakaa wamebarikiwa forever. Bwana asifiwe. Na tukifuata Israeli, wakati wa Solomon tuliona Israeli imeinuka zaidi, imebarikiwa zaidi, hata inatamaniwa na watu wengine. Bwana asifiwe. Lakini hawakukaa katika njia za Mungu. Waliondoka kwa njia za Mungu, Israeli ikaanza kwenda chini. Bwana apewe sifa. Ilifika wakati wakaja wakatekwa. Kwanza ikapasuliwa. Ukawa na Israeli na Juda. Kisha Israeli wakachukuliwa na Waashuru, Juda wakachukuliwa na Nebukadneza. Bwana apewe sifa. Babylon. Bwana apewe sifa. Na wakaishia hivyo hivyo. Mpaka Bwana alinena na Yeremia akimwambia, I will give, atawapatia a new covenant. Bwana asifiwe. Na wakati huu hizi sheria hazitaandikwa kwa mawe, zitaandikwa kwa mioyo, in the hearts. Ati hakuna mtu atafundisha mwingine, hivi ndivyo inasema, itakuwa imeandikwa ndani yao. Bwana apewe sifa. Because he made a new covenant now. Bwana asifiwe. Sababu hii covenant ya kwanza hawakufuata, hawakutimiza, walianguka. Bwana asifiwe.
Na Bwana hapa wakimwambia, ukituambia tutafanya, anasema I wish ingekuwa hivyo siku zote. Bwana asifiwe. Wao wakiliogopa hivyo na kutii na kufuata sheria zake. Because wakifanya hivyo itakuwa vyema kwao na watoto wao milele. Bwana asifiwe. Wataishi milele, ati wapate kufanikiwa wao na watoto wao milele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile Mungu alikuwa amewapangia, ni kama an eternal blessing. Muishi mmebarikiwa. Everybody akiwaangalia anasema hakika watu wao wa Mungu wamebarikiwa. Bwana asifiwe. Lakini hawakukaa vile. Ukisoma hiyo mtu unaona ni kama unaona moyo wa Mungu na vile anahisi kuhusu watu wake. Nataka kuwafanyia vizuri, but they are not letting me bless them. Bwana asifiwe. Kristo akilia over Jerusalem, oh Jerusalem, Jerusalem. Bwana asifiwe. How often nimetaka kuwashika kama vile kuku vika faranga wake. Bwana asifiwe. Ni kama umekataa. I'm trying to do good for you, hamuoni. Na wabariki, kile na waletea, it is for your good. Ni kuwainua. Mipango yake kwetu si ya kutuangusha, ni kutubariki, kutuinua ndugu na dada. Bwana asifiwe. Everything God gives us ni sababu anatupenda. Kile anatupangia ni sababu ya upendo wake. Bwana asifiwe. Now hawa, even after this, bado kuna mahali wanafika wanasema, Musa wewe na Mungu mko na njama ya kutumaliza. Bwana asifiwe. And everything God does ni ya kutubariki. Mawazo yake kwetu ni mema kila wakati. Bwana asifiwe. Why do we doubt mpango wake juu yetu? Kwa nini sifika mahali tunaona ni kama Mungu amepanga kutuangamiza? Ni kama hatupendi, ni kama ametutupa. Bwana asifiwe. Na hali upendo wake ni wa milele. Fadhili zake ni za milele. Bwana apewe sifa. Ametukaribisha kwake. Alituma mwanao pekee afe msalabani kwa ajili ya dhambi zako na mimi, sababu sisi kwa juhudi zetu hatuwezi kuweka hizo sheria. Tumeona. Bwana asifiwe. Na hata kwa kutufanyia hivyo, kuturahisishia mtihani ili tuweze sasa kumkaribia bila kuogopa. Wacha hawa walikuwa wanaogopa kukaribia mlima. Sisi tumeruhusiwa kukaribia sababu kuna ile imetuosha, damu ya Yesu. Akiangalia juu yetu anaona damu ya Kristo. Tumesamehewa. Na kwa hivyo ametukaribisha sasa tumkaribie. Tumeshaoga, tuko wasafi. Bwana asifiwe. Amen. And we are still doubting him. Bado inafika mahali tunaanza kudebate, ne gai kana ti gai. Kwena hinya kana gotire hinya. Kwena ke. Ndugu na dada, can we grow up? Amen. Tuanze kufuata Mungu sasa. Amen. With seriousness. Amen. Sababu kuna baraka Mungu amewekea watu wake. Angalia vile amewekewa hawa baraka. Na anasema if they only do this, hakika wao na watoto wao watafanikiwa milele. Na bado tunacheza mchezo na Bwana. Bwana asifiwe. Hide and seek. Tuko leo, hatuko. Tunafuata, hatufuati. Kuna wakati tunakuwa wazuri, kuna wakati tunapotea tena. Na Israeli wametuonyesha every time wakikaa vyema Bwana anawabariki. Na every time wakienda nje tunaona kile inawatendekea. Bwana asifiwe. Hebu nasi ndugu na dada tumfuate huyu Mungu na tutende mapenzi yake. Bwana asifiwe. Amen. Hebu malizia. Diego meratre. Sokai hema inesiani. Nore hawara wakure. Weru kama hakuhe nani. Jalie nawe kuhe uhoro wa mathani mothe ona irira cia watho wa kurumirirwo ona matuiro masira maria uri marutaga niguo mamekage me bururi uria ngumahe mawigwatire utuike wao tondu ucio menyererei muno niguo mwikage maundu o ta uria Jehova Ngai wanyu amwathite mutikanagarũrũke na mwena wa urio kana wa umotho thiagai na mithiire iria Jehova Ngai wanyu amwathite muthiage nayo nigetha muture muoyo na muture muonaga wega na niguo mutume matuko maria mugutura maikihe mwe bururi ucio ugutuika wanyu. Bwana asifiwe. Enda uambie rudini hemani mwenu. Ndio Bwana anazidi kuambia Musa, lakini wewe simama hapa. Warudi na wewe simama hapa. Sasa si wamesema Mungu aongee na Musa. Na sasa Mungu anaambia basi waambie warudi hemani, wewe baki hapa. Bwana asifiwe. Ili azidi kunena na Musa, azidi kumpatia mawaidha, azidi kumpa mwongozo au sheria zaidi. Enda uambie rudini hemani mwenu, lakini wewe simama hapa karibu nami nitanena nawe sheria zote na amri
na hukumu utakazowafunza wapate kuzifanya katika nchi ni wapayo kumiliki. Tunzeni kabisa, mtende mlivyoamriwa na Bwana Mungu wenu. Msigeuke kwa mkono wa kuume wala wa kushoto. Endeni njia yote aliyowaagiza Bwana Mungu wenu, mpate kuwa hai na kufanikiwa, mkafanye siku zenu kuwa nyingi katika nchi mtakayoimiliki. Bwana asifiwe. Look at that blessing ya mwisho. Bwana apewe sifa. Waende vile wameamuriwa, wasiende upande wa kushoto, upande wa kulia. Waende katika njia zote ambazo wameagizwa na Bwana Mungu wao, ili wapate kuwa hai na kufanikiwa na kufanya masiku yao yawe nyingi katika ile nchi ambayo wataimiliki. Bwana asifiwe. Yaani walibarikiwa hata kabla waingie kwa hiyo nchi. All they needed to do is just obey God. Bwana asifiwe. Na bado mwanadamu akapata ikiwa ngumu. Bwana asifiwe. Nasi tuko katika mahali tuko siku ya leo, nasi pia can we be different? Bwana asifiwe. Hebu tutende tofauti na vile mababu zetu wamekuwa wakitenda. Vile watu wamekuwa wakitenda, wamekuwa wakiingia kwa mambo ya Mungu wanapotea. Wamekuwa wakifuata, wakibarikiwa wanaondoka, wakiinuliwa wanaanguka. Bwana asifiwe. Can we be different, ndugu na dada? Hebu tuone nini Bwana atatenda na watu ambao wamemfuata kweli. Watu ambao wameshika njia zake na wanazifuata bila mchezo. Bwana apewe sifa. Sababu aliambia Israeli wajitakase, na hakika akashuka miongoni mwao. Bwana asifiwe. Hebu na ashuke katikati yetu. Tuondoe michezo, tuondoe uongo, tuondoe mambo yetu ile imefichwa kwa mioyo ambayo haionekani, itakaswe iondoke. Bwana apewe sifa. Naye Bwana ashuke miongoni mwetu, atende mapenzi yake kati yetu. Bwana asifiwe. Tuone mahali victory ataifikisha. Bwana asifiwe. Ati ile mpaka watoto watakuwa wakisema hii kuna watu walishika mambo ya Mungu na hawakuondoka. Bwana asifiwe. Sababu Israeli walipoambiwa hii yote, hakika mwishowe bado walienda chini. Kwa nini? Because one thing hawakufanya. Kuna kizazi ambacho ndio kilifika kikamiliki nchi, but watu walizaliwa baada na baada. Ukiangalia tunaona wengi wakiondoka kwa njia, which means pia mahali wazazi waanguka ni we are not passing this information kwa watoto. Utapata nyumbani kwako ndio umesimama, wewe ni mwokovu, wewe ndio uomba, zote zinalala huko kwa kijiji, but siku ile hauko zitaamka. Why? Because mtoto hakufunzwa. Bwana asifiwe. Wewe yaani uko katika wokovu, but tunaona ni kama wewe ndio umewashikilia wote, but when you are not there, what happens? Bwana asifiwe. Ni kumaanisha sasa zile zitaamka na zije na ziharibu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile chote umefunzwa, pass it on. Funza mtoto. Mahali umefika pia make sure mtoto pia anajua. Bwana asifiwe. Ndio hii kizazi ikipita, kizazi kingine ikiingia pia hapo ni moto zaidi. Na kizazi hiyo kingine inakuwa hata ndio moto zaidi ya hiyo nyingine. Bwana asifiwe. Hakika tutabaki hiyo jina ushindi itakuwa ya enzi, yaani ya miaka mingi. Bwana asifiwe. Na Mungu azidi kutupa nguvu na azidi kutuongoza. Tafika hapo kwa sasa, ndugu na dada, na Bwana